Ili tukio ungesogea kidogo tupate faida kwa wenyewe. Najua unapopakaliaga hapa. Nataka kuangalia tukio. Tokea kwenye mpira unapotoka kwenye mguu. Yes. Na zile position. Itabidi tumwambie producer arudishe kwenye eneo la kwanza kabisa. Nikwambie tu kitu kimoja. Naam. Akiwepo Osman Kazi, libero haikosekani. Haikosekani. Kwa hiyo itakuja clip ya libero pia hapa. Hii hapa. Na bahati nzuri mtangazaji wa kwanza wa Kipenga ni mimi. Bila shaka. Kwa hiyo hapa tutaenda sambamba kisawa sawa. Bila shaka yoyote. Naam, basi tupe faida. Ipo hivi Patrick. Offside tunahukumu mpira unapotoka kwa mpigaji wa timu nufaika kuelekea kwa mtu wa mwisho ambaye ndiye anamalizia hiyo tukio. Ukiona wakati Ahoua anapiga free kick, hakika kabisa unamwona Dese Mukwala tayari alikuwa kwenye nafasi ya kuotea, na hii ni kwa msaada wa libero tuliochorewa na Saddam. Lazima tumpe credit yake. Sadamushi kafanya kazi safi. Unaona, mwanzoni sisi wote tulikuwa tunasema hapana, mbona kulikuwa na defender na nini, lakini ukiangalia hapa Ahoua wakati mpira unatoka, Dese Mukwala tayari alikuwa ameshaanza safari ya kuelekea kule, na mstari huu wa libero unamgusa Mukwala na inaonyesha hii mchezaji wa Berkane ndio alikuwa kwa nyuma yake. Kwa hiyo VAR ilifanya kazi yake. Mpaka sasa ilifanya kazi. Unadhani kwa nini kuna ubishani wa kiasi cha juu? Wengine it is very close. Nipo very very close. Ni kitu ambacho huwezi ukatoa maamuzi mara moja katika sensitive decision kama hii. Unajua kila mmoja alikuwa anajua kwamba Simba ilikuwa nyuma kwa magoli mawili. Wakati wanafunga goli hapa tayari walikuwa wanaongoza goli moja. Hii ilikuwa inaenda kusawazisha goli, ilikuwa inaenda kubadilisha kabisa matokeo, na lazima uwe makini, usitoe fursa yoyote ile ya kuweza kusema kwamba VAR haikufanya kazi yake. Na ni elimu basi ambayo nataka uwapatie hapa. Kuna wengine watauliza swali. Referee ameweza kuzingirwa hapa, kwa nini hajaenda kuiomba kuiangalia VAR kwa nini imeridhikana moja kwa moja jinsi VAR inavyo operate? VAR ina operate hivi kwamba kwanza kunakuwa na kitu kinaitwa VAR check. Sawa? Check wanafanya wale ambao wako kwenye chumba cha VAR kwamba haya maamuzi ambayo yanapingwa kuna ukweli kiasi gani ndani yake, kwamba inatakiwa maamuzi yaliyotolewa ndio yanastahili au kunatakiwa kubadilishwa. Sasa wale wanapokosa majibu ndio wanaanza kushauriana na referee. Bana, hebu nenda na wewe kahakikishe tukitoka na jibu itoke jibu moja. Sasa ile inaitwa VAR review. Yani anatizama tena, kwa sababu anapokuwa uwanjani tayari tukio anakuwa ameshalitizama, lakini anaenda kutizama tena. Sasa ile inaitwa VAR review. Okay. Yeah. Kwa matukio hapa tulikuwa naongea na Kiemba, na kwa kuwa upo tupe faida hapa kabla tuje kupa ruksa. Naam. Kuna kadi nyekundu ambayo imetembea katika mchezo huu, na kadi nyekundu yenyewe ilikuwa katika maeneo haya. Okay. Patrick, mimi nitasema kitu moja. Unajua, tunapoenda kutoa maamuzi kwenye mechi ya fainali kuna vitu vingi vya kutizama kwamba okay fine, hii foul kweli Yusuf Kagoma amecheza foul, lakini was it that sensitive? Ilikuwa na impact kiasi gani hiyo foul kiasi kwamba tunatakiwa kwenda kutoa kadi ya njano kwa huyu mchezaji? Na ukizingatia tayari alikuwa na kadi ya njano ya mwanzo, mwamuzi alikuwa anajua nini alichokuwa anakifanya. Ukiangalia hapa Kagoma alislide ameugusa ule mpira. Okay. Engo mbili tofauti, moja inaonyesha kwamba kagusa mpira, nyingine inaonyesha amegusa. Lakini kwenye kutoa kadi kuna wakati tunatizama kwamba intention ya huyu mchezaji ilikuwa nini, severeness ya hiyo foul ilikuwa ipi.
sawa. Kagoma, mguu ulienda sehemu mpira ulipokuwepo, sawa, but alikuwa na mpira akamgusa, akamgonga na hii mchezaji aliyekuwa anashambulia. Sasa yule mchezaji aliyekuwa anashambulia hakuwa na open chance, labda alikuwa anaenda moja kwa moja golini. Ni katikati ya uwanja kwanza, sawa, na tayari kulikuwa na defenders wengine. Referee tunaambiwa at times unamfuata na ni mchezaji, unamwambia kumbuka una kadi ya njano, ile inaitwa verbal warning, kuwa makini, sawa. Huyu aliamua kuchukua moja kwa moja maamuzi ya kutoa kadi ya njano na kadi nyekundu. Lakini all in all, mimi nilikuwa na masesi mwamuzi kuanzia kipindi cha kwanza. Kuna matukio ambayo alienda kumwonyesha Fadlu Davis yellow card, au sivyo? Yule ni coach. Look at this foul. Hii hapa ni foul. It's a very clear foul iliyochezwa, ambayo ilikuwa inaambatana kadi. Ilikuwa hiyo angeweza kutoa tu free kick, lakini akaacha, referee akaacha pale, akaja akahukumu foul hii hapa. Fadlu as a coach, sawa, lazima ataretaliate. Coach, referee moja kwa moja anaenda kumwonyesha yellow card, au sivyo? Why? Kwa nini Fadlu ameretaliate kwenye foul hii aliyochezwa Joshua Mutale, au sio? It's a very clear foul. Sasa mentality ya wachezaji inaanza kujengeka hapa kwamba referee hayuko upande wetu. Nini, unaanza kuwaondoa katika attention ya game, wanaanza kumdiscuss mwamuzi, bwana mwamuzi anatuonea and this and that na vitu kama hivi. Sasa ndio unaambiwa referee kwenye mechi hutakiwi kuwa source of the problem, unatakiwa uwe chanzo cha kutuliza problems kwenye mechi. Lakini kwa maono yangu mimi, kwa jinsi tulivyoona mimi, referee was the source ya kuwafanya wachezaji wa Simba wa panic. Sawa. Ukija mimi ni kushukuru kwa sababu muda bado upo hapa na unatokea, lakini Alhamisi najua kutakuwa kuna matukio mengi sana yanahusiana na mechi hizi tofauti. Of course, yeah, bila shaka. Asante sana. Pamoja. Shukrani sana kwa kuwa kwako. Najua hapa Abisa hawezi kunidanganya tena na ukachelo wake. Umemaliza. Naam, Kemba. Aweza kutueleza tu baadhi ya matukio ambayo yalikuwepo, na hasa tukio kubwa ambalo kama sisi tunaonyesha tusingeweza kulionyesha kwa ufasaha, bado ubishi ungeendelea huko kwamba wamepolwa goli, wafanya nini. Lakini dakika 90 zimekamilika, Els Berkane wameweza kufanya walichokifanya, na funzo lingine ambalo nimelipata hapa ni kwamba kile ambacho tunalalamika siku zote kwa bodi ya ligi, mchezaji bora sio lazima atoke kwa timu iliyoshinda. Leo hii mchezaji bora ni Joshua Mutale Budo. Mchezaji bora wa mechi sio mashindano. Nimesema katika mashindano haya. Hadi katika game hii ya leo ni Joshua Mutale.